Baringo kumetulia tuli kwa sasa kama maji mtungini, zile fomu 34A zikiendelea kufanyiwa tathmini kabla ya kutangazwa rasmi. Ni kupeleke moja kwa moja hadi katika kaunti ya Machakos, mpenzi mtazamaji, katika eneo ama wadi ya Mumbuini Kaskazini, ambapo tutajiunga moja kwa moja na mwanahabari wetu Electin Odwor kwa njia ya simu atupashe. Electin, awali kumekuwa na purukushana ambazo zimeripotiwa, zingine zikihusisha na vile vile kumhusisha waziri Alfred Mutua. Kwa sasa najua kumetulia, kura zinahesabiwa. Ni kipi hasa cha kuripoti katika shughuli nzima hadi sasa kutoka eneo lile? Asante sana Lofty. Kama ulivyotaja awali, basi kulikuwepo na purukushani mapema leo wakati ambapo waziri wa leba ambaye ndo kiongozi huyo wa chama cha maendeleo chapter alikuwa amekuja katika shughuli nzima ya kuwa na mwenzake kuelekeza katika shughuli ya kupiga kura katika eneo hili, mgombea wa chama cha maendeleo chapter ambaye ni Harrison Wambua. Lakini baada ya shughuli nzima ilikuwa kwamba tulikuwa tunafanya mahojiano na yeye mita chache tu kutoka katika kituo cha kupiga kura ambacho ni Kasinga, shule ya msingi ya Kasinga katika eneo hili la Mumbuni North. Lakini baada ya mahojiano, basi wananchi ambao walikuwa wamejaa nje ya kituo cha kupiga kura basi walikuja kwa hamaki wakitaka kwamba waweze kuondoka, manake wananchi katika eneo hili wanasimama nje katika kila kituo cha kupiga kura kuhakikisha kwamba wanalinda kura, yani zisiibwe. Kila mgombea katika kura hizi ana watu wake ambao wanajaribu kuhakikisha kwamba wanamzingira ndiposa basi kuzuia ule uzi wa kura. Lakini pia mwakilishi wadi wa zamani wa eneo hili la Mumbuni North, Paul Museku, pia yeye alikuwa na wakati mgumu, manake alikuwa amefika katika kituo kimoja pia cha kupiga kura, manake eneo hili la Mumbuni North lina takriban vituo 25 vya upigaji kura. Kwa hivyo pia alikuwa amefika hapa, lakini wananchi wakadhani kwamba ama wale wapiga kura kwamba amekuja kwa lengo la kuwahonga wa kupiga kura. Basi pia yeye akapata yake, akaondoshwa kwa hasira na akalazimika kwamba kutorokea usalama wake. Lakini zoezi zima Lofty limeendelea vizuri bila mushkili wowote, ila wanasiasa ambao walikuwa wanafika katika vituo hivi katika shughuli ya kuangazia tu uchaguzi unapoendelea walikuwa na ondolewa na wananchi kwa lazima, kwa kuwa wananchi wanataka kuzilinda zile kura. Kwa hivyo zoezi la kuanza kuhesabu kura tayari limeanza, linaendelea katika vituo hivi vyote 25, na baada ya kukamilika basi watakuwa wanaelekea katika lile eneo ambalo sasa ndo eneo la kujumulisha matokeo ambayo shughuli nzima itakuwa inafanyika katika shule ya upili ya Mumbuni ama shule ya wasichana ya upili ya wasichana ya Mumbuni. Kwa hivyo baada ya hapa tutakuwa tunaelekea huko ndiposa basi kuweza kujua matokeo rasmi, kwa kuwa kinyang'anyiro hiki kinahusisha wagombea kama 11 hivi. Kuna wagombea wa chama cha maendeleo chapter, chama cha Wiper pamoja na chama cha UDA na vile vyama vingine kama vile CCU na vyama vingine. Lakini basi kinyang'anyiro hapa hivi kinaonekana kuwa ni farasi wawili hapa. Mgombea wa chama cha maendeleo chapter ambaye ni Harrison Wambua pamoja na yule mgombea wa chama cha Wiper ambaye ni Anthony Kisoi. Kwa hivyo inaonekana kuwa kwamba itakuwa ni kati ya fahari wawili hapa hivi ambao wanapambana katika kinyang'anyiro hichi, licha ya kwamba kuna wagombea karibu 11 hivi ambao wamejitosa katika ulingo huu. Na nikumbuka kwamba Lofty atakayeshinda katika kura hizi basi, kama ni maendeleo chapter, kama ni Wiper, kama ni CCU, kama ni UDA ambayo inawakilishwa na Nisi Mutua, basi kitakuwa kinatoa taswira kamili ya siasa za Ukambani. Manake huu ndio uchaguzi ndogo pekee ambao unafanyika katika eneo hili la Ukambani. Pia utakuwa unaashiria kwamba siasa za kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka katika kutafuta ule uongozi wa taifa ama kutafuta kitu cha rais mwaka 2027 itakuwa vipi. Manake sasa hapa pia yeye anatarajia kwamba kidogo mgombea wa Wiper Anthony Kisoi aweze kushinda. Iwapo atashinda basi itakuwa pia inatoa mwelekeo kwamba anakotoka nyumbani pia wakazi wanamjani na wanamuunga mkono. Kwa hivyo tunasubiria tu kuona vivyote vile, lakini tunataka kuhakikisha kwamba matokeo yote yakishajumlisha basi tuweze kumtaarifu mtazamaji wa NTV ambaye anatazama matukio haya pamoja na matokeo haya kutoka jimbo hili la 016 wadi hii ya Mumbuni North ambayo sasa uchaguzi umekamilika.